Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Ninawasalimu kupitia pendo tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Ninaamini mpo salama na neema ya Kristo inanyi popote mlipo. Maandiko yanasema, na ahimidiwe Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa faraja, atufarijiae wakati wa dhiki zetu, ili na sisi tuwafariji wale ambao wamo katika dhiki za namna zote. Ninamshukuru Yesu kwa nafasi mfano wa hii ambayo amenipea kuwa mbele zenu usiku wa leo. Imekuwa siku nzuri sana upande wangu, kwa kweli imekuwa siku njema. Kwa asilimia kubwa imekuwa ni siku njema na siku ya baraka upande mwingine. Maana kuona tu mwanga wa asubuhi ya leo ama jioni hii ya leo ni baraka tosha ama ni neema tosha itokayo kwa Mungu. Baraka sio mpaka uwe na vitu vingi, uwe na magari mengi, uwe na fedha, uwe na vitanda na vingine vyote. Hapana. Baraka alimadamu umeona mwanga wa asubuhi, jua tu umebarikiwa. Maana kuna wengine ambao walitamani kuona asubuhi ambayo wewe unidharau, lakini hawakupata nafasi mfano ya kwako. Mpaka leo wanalilia katika ardhi, chini ya ardhi, yani makaburini. Lakini wewe ni mzima. Ashukuriwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nianze somo ambalo linasema mambo muhimu ya kuzingatia mwisho wa mwaka. Mtu wa Mungu, nataka unifuate kwa makini sana. Mambo muhimu ya kuzingatia mwisho wa mwaka wa 2025. Maana tumebakia na mwezi mmoja na nusu tuingie mwaka 2026. Sasa nataka siku zote hizi ambazo tuko nazo kabla ya kufikiria mwaka wa 2026, nataka mambo haya muhimu uweze kuyajua na kuyafanyia kazi, maana yatakusaidia mwaka ujao ukiyazingatia kwa asilimia zote. Lakini leo sitoingia moja kwa moja kwenye mambo haya. Nitaanza na kipengele kifupi sana ambacho kinasema ulinzi wa Mungu mwisho wa mwaka. Bwana asifiwe sana. Ulinzi wa Mungu mwisho wa mwaka wa 2025. Kwa Mungu, nataka unifuate kwa makini sana. Roho Mtakatifu niongoze. Nataka unifuate kwa makini sana. Maana tunaishi nyakati ambazo ni hatari sana kwa asilimia kubwa. Tunaishi nyakati ambazo kwa asilimia kubwa ni hatari sana. Tunahitaji nguvu ya Mungu ya ziada. Tunahitaji neema ya Mungu ya ziada iweze kuwa juu yetu ili kufikiria mwaka ujao. Bwana asifiwe sana. Unajua, kwa asilimia kubwa mwishoni mwa mwaka waga kunakuwa na matukio mengi mabaya na makubwa mazito ya kutisha sana ambayo waga inatokea, ikiwemo vifo vya kutisha, vifo vya ghafla, ikiwemo ajali za sintofahamu, ikiwemo magonjwa ya sintofahamu. Binafsi nashuhudia kidogo nifariki kwa asilimia. Ili nalishuhudia kidogo nifariki mwaka 2023 kuingia mwaka 2024, mwisho wa mwaka kabisa. Nilipigwa na gonjwa ambalo sikujua limetokea wapi. Likanilaza kitandani, utafikiri ni mfu. Lakini Mungu akasema hapana sana, wewe bado hujaondoka. Haondoki mtu hapa, hafi mtu hapa. Mungu akaniokoa hadi hapa nilipo. Kwa hiyo nikitafakari gonjwa lile
ambalo lilinijia kwa njia ya sintofahamu. Moja kwa moja nafikiria kwamba gonjwa hili kwa asilimia kubwa lilikuwa linakuja ili kuniondoa uhai. Nataka mnifuate kwa makini sana, maana lilikuja kwa ghafla sana, kwa sintofahamu, likanilaza kitandani. Yani Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu aliniokoa. Mungu alinisaidia sana. Nataka tuangalie ulinzi wa Mungu mwisho wa mwaka 2025. Kumbuka, mwisho wa mwaka waga kunakuwa matukio ambayo makubwa sana, ambayo ni ya kutisha sana. Kwa hivyo mwisho wa mwaka watu wa kuzimu, mapepo na vingine vyote waga vinainuka kwa kutaka damu za mwanadamu, kwa kutaka damu ya mwanadamu. Nataka unifuate kwa makini sana, mtu wa Mungu. Nataka unielewe kwamba, nataka akili yako isiwe na tafakari ya kwamba vifo ni vya kawaida. Ni kweli tunakufa, lakini si kwa stahili. Nataka akili yako isikae kikawaida, isiishi kimazoea na kimkumbo na kikawaida. Asilimia kubwa nataka akili yako isiangalie vifo hivi kwa namna ya kawaida. Nataka uangalie mazingira. Hebu mtu wa Mungu, soma nyakati tulizo nazo. Soma, angalia muda, majira tulionayo. Nataka ufikirie, usifikirie kwamba vifo hivi ni vya kawaida, kwamba ajali hizi ni za kawaida, kwamba ni kawaida, ajali ipo tu siku zote, kwamba kufa tutakufa siku zote. Ni kweli, lakini hebu piga picha, tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi? Piga picha. Alafu ukisha kupiga picha na kujua wapi ambako tunaelekea, na ukiangalia matukio ambayo yanaendelea mpaka sasa, utajua kwamba haya matukio sio matukio ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Nataka unifuate kwa makini sana. Kuna kitu kinaitwa mtego wa mauti. Nifuate kwa makini sana. Kuna kitu kinaitwa mtego wa mauti. Nini maana ya mtego? Mtego ni chochote ambacho kinategwa kwa ajili ya kumnasa mtu ama mnyama, kikiwa na malengo mabaya. Kwa asilimia kubwa mtego unategwa kwa ajili ya kumtega mtu ama kumtega mnyama ama sijui niseme ndo nini wale, sijui niseme ndege na vingine vyote. Na ndio maana hata kwa maneno waweza kutekwa. Ndio maana methali yako wazi kwamba utanaswa kwa maneno ya midomo yako, kwamba utategwa kwa maneno ya midomo yako. Kwa hiyo mitego imekaa sehemu zote, mahala pote. Hata kwa mavazi waweza kutegwa, hata kwa style ya kukaa waweza kutegwa. Kwa hiyo mitego imetapakaa sehemu nyingi, kwa asilimia zote, kwa lengo maalumu, ili kumwangamiza mtu maalumu. Bwana asifiwe sana. Mtego kwa jinsi ya mwili. Mtego kwa jinsi ya mwili, tuseme mfano mwanamke amevaa vazi la kikaba kabisa, alafu anajipitisha karibu na mvulana. Lengo la mwanamke huyo ni amtege mwanaume huyo kupitia mavazi alionayo. Lengo la kumtega, anataka mwanaume huyo ashawishike na mavazi yake, ashawishike na mwili wake, ili waende kufanya visivyofaa, yani zinaa na vingine vyote. Kwa hiyo mitego imekaa sehemu zote. Mtu wa Mungu, kuna uwezekano wa kutegwa kwa namna yoyote, katika mazingira yoyote waweza kutegwa. Hata ibadani waweza kutegwa.
Anasema ibadani patakatifu sana. Ni kweli patakatifu sana. Lakini sasa siku hizi ibadani pamekuwa ni pahali pa waovu, kimekuwa ni kichaka cha waovu na wengine wote. Hautoamini, lakini ndio kweli. Kwa hiyo mitego imekaa sehemu zote, imetapakaa sehemu nyingi sana. Nifuate kwa makini sana mtu wa Mungu. Nataka nikuponye hapa. Hapo wazi Yakobo kwamba wapenzi, msiwe wasikilizaji tu wa neno, bali mwe wasikilizaji na watendaji wa neno pia. Lakini bahati mbaya tumejaza wasikilizaji tu peke yake. Tumejaza mashabiki peke yake. Tumejaza wanaitwa mafans tu peke yake, mashabiki peke yake. Hawa mtumishi ubarikiwe sana, nimekuelewa sana, ubarikiwe sana. Anasema okay sawa, nibarikiwe sana. Lile ambalo umeniambia nibarikiwe kwalo, wewe limekufaidisha nini? Tajua pole mtu wa Mungu. Wewe ubiri tu utabadilika. Ni sawa, utabadilika. Lakini vitu vingine kuviacha inahitaji maamuzi yako binafsi ili kuviacha. Ila sikoko sana. Nataka unifuate kwa makini sana. Nataka ujue kwamba kuna uwezekano wa kutegwa sehemu yoyote na ukanaswa. Mfano ndege. Unajua ili kumnasa ndege unatakiwa utege mtego mahali ambapo ndege hataona mtego huo. Wenda utege mtego huo ukiwa na vishawishi ndani yake sehemu ambayo umetega mtego, ili akiona ndege pale kuna chakula anakimbilia pale, lakini kumbe bila kujua ndio mtego. Na mwanamke ili amshike mwanaume, ili amtege mwanaume, itampasa kwanza amshawishi kupitia mavazi ama maneno. Bwana asifiwe sana mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna uwezekano wa kutegwa kivyovyote vile. Na ndio maana methali yako wazi kama maneno midomo ya malaya udondoza asali. Ambacho kinaitwa asali ni maneno matamu ambayo malaya anayadondosha ili kumtega mtu fulani. Bwana asifiwe sana. Nataka tuangalie ulinzi wa Mungu mwisho wa mwaka. Tusiishi kimkumbo na kimazoea kwamba ni vifo lazima vitokee tu, ni kawaida. Hapana. Kwamba ni unabii, umetolewa unabii, hakuna kupinga unabii, lazima itimie. Hapana. Sio kila nabii lazima itimie. Nabii zingine zinakuja ili kutupanga ili kututia ama kutubweka kwenye mwelekeo mzuri, ili kwamba tujitume kumtafuta Mungu, na baada ya kumtafuta Mungu nabii hizo hazitotimia kwa namna yoyote. Ila tumekuwa na Wakristo waovyo sana kwamba ni Bwana amesema lazima kitimie, ni Bwana amesema, ni sawa, amesema Bwana sawa, lakini sio kila nabii ambazo Bwana amesema kwamba lazima yatatimia. Unajua nabii zingine zinatimia kulingana na jinsi tulivyo. Lakini tukifuata nabii vizuri na tukienda kwa Mungu vizuri, na kuambia kwa asilimia kubwa nabii hizo hakuna uwezekano mkubwa wa nabii hizo kutimia kwa asilimia kubwa. Lakini yeye ni nabii, ni Bwana amesema, mwaka huu watakufa wengi sana, mwaka huu magonjwa yatakuwa mengi sana, mwaka huu ajali zitakuwa nyingi sana. Bwana amekuja kusema tufanye nini sasa? Lakini kweli ni kwamba nabii zingine zinakuja ili zitu weke kwenye mwelekeo mzuri. Sasa hebu tuendelee mbele kidogo. Leo sitaongea sana. Leo ni day 1 leo. Kwa hiyo leo nitakuwa mfupi kabisa. Nataka unifuate kwa makini. Nataka unielewe. Uelewe point yangu ni ipi katika yote ambayo inaongea. Hata kama yote ambayo inaongea hautafaidika kwa mengi, lakini lile moja ambalo utalisikia, nenda na hilo ukalifanyie kazi
hilo. Kumbuka somo ni kwamba mambo muhimu ya kuzingatia mwisho wa mwaka. Hiki ni kipengele kifupi sana, kidogo sana. Ulinzi wa Mungu siku ama mwisho wa mwaka. Aya. Sasa niangalia hapa kwa haraka haraka hapa. Kwa haraka haraka hapa. Angalia kitabu cha Zaburi. Tuangalie Zaburi kwa haraka haraka hapa. Tuweze kumwangalia Zaburi hapa kwa haraka haraka. Tuweze kumwangalia kwa haraka haraka Zaburi ya Daudi. Zaburi ya Daudi. Nataka mnifuate kwa makini sana. Nataka muweze kunielewa vizuri sana. Zaburi ya Daudi 91. Nikianza tu kwenye 1 pale. 91 nikianza kwenye 1. Kitabu cha Zaburi. Tuangalie ulinzi wa Mungu mwisho wa mwaka. Mtu wa Mungu, sio kila ajali ambayo inatokea kwamba eti ni kawaida. Kwa asilimia kubwa sio kila ajali ambayo inatokea kwamba ni ya kawaida. Hapana. Hilo siliamini, silikubali kwa asilimia zote. Angalia tunaishi nyakati gani. Kwa hiyo hebu tuangalie mtego wa mauti. Nini maana ya mtego wa mauti? Na kazi yake ni nini? Mtego wa mauti ni mtego ambao unategwa kwa lengo la kuharibu uhai wa mtu ama wa kitu chochote. Hujanielewa? Naomba unifuate kwa makini sana. Nini maana ya mauti? Nini maana ya mtego wa mauti? Mauti na kazi moja tu, ya kuja kuvunja, ya kuja kutoa uhai basi. Hiyo ndio kazi ya mauti. Mauti kazi yake ni kuja kutoa uhai wa walio nao, wasiwe nao. Hiyo ndio kazi kubwa ya mauti. Kwa hiyo kuna mitego ya mauti ambayo inategwa ili kuja kuondoa uhai wa watu wasiwe nao. Kwa hiyo kuna ajali ambazo zinategwa, zinafanywa si kwamba ni za kawaida. Hapana. Huo ni mtego, huo ni mtego mauti ukilenga mtu fulani aweze kupoteza maisha nyakati hizo. Bwana, naomba unifuate kwa makini sana mtu wa Mungu. Sipendi kuongea sana leo. Hii ni day 1. Kwa hiyo nataka tu nikuwekee msingi mzuri ili unielewe wapi ambako naelekea. Kwa hiyo mtego wa mauti unategwa kwa lengo moja tu. Mauti ina lengo moja tu. Mauti kazi yake ni kuja kuondoa uhai wa mtu ama wa kitu. Kwa hiyo mauti lengo lake ni kuondoa uhai wa kitu ama uhai wa mtu ama wa kitu. Hiyo ndio lengo kubwa ya mauti. Bwana asifiwe sana. Na kwa asilimia kubwa kumekuwa na mitego ya mauti ambayo inategwa kwa lengo la kuja kuondoa uhai wa mtu asiwe na uhai. Bwana asifiwe sana. Ni kuja kuondoa uhai wa mtu asiwe nao. Yani ni kuja kuua. Yani kazi ya mauti ni kuja kuua basi. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu nifuate vizuri. Mtego wa mauti kazi yake ni kuja kuua basi. Kwa hiyo leo kumbuka mtu wa Mungu, mtego ama mauti inakaa sehemu yoyote. Sehemu yoyote inakaa mauti. Hata kitandani mauti anakaa. Hata hapa nilipo mauti anakaa. Hata kwenye sofa, kwenye kiti mauti anakaa. Hata kwenye gari ndio mbaya zaidi mauti anakaa huko. Kwa hiyo mauti inakaa popote, sehemu yoyote, katika mazingira yoyote mauti anakaa. Ufunuo unasema kwamba kisha nikamuona malaika mwingine
sijui malaika sijui, amepanda farasi wa rangi ya kijifujifu, na jina lake anaitwa Mauti. Jina lake anaitwa Mauti. Yani anafahamika kwa jina la mauti. Kazi ya mauti ni kuja kuondoa uhai wa mtu ama wa kitu. Lakini nataka tuangalie ulinzi wa Mungu nyakati hizi ambazo tuko nazo. Ni kweli kuna vifo, ni kweli. Lakini sasa kipi kifanyike ili mambo haya tuyaepuke? Je, tuyaone tu kama giza alivyo, ama tufanye kitu ambacho kitasaidia mambo haya yasiwepo? Jambo la kwanza la kuzingatia ili mambo haya tuepukane nayo, jambo la kwanza ni maombi. Wakolosai 4:2 anasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika maombi. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo litatusaidia ili kuepukana na hali hii ni kuyashitaki mambo haya kwa Mungu kupitia maombi tuyaombayo kila leo. Anasema, mtumishi, haiwezekani, nimeani unabii tayari hapana mtu wa Mungu, hapana mtu wa Mungu. Hebu nataka tuombe ulinzi wa Mungu mwaka huu, miezi hii. Ulinzi wa Mungu utulinde hata tufikie mwaka na kuendelea na mwaka ujao. Bwana asifiwe sana mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana Yesu. Asifiwe sana. Mtu wa Mungu, sipendi ukae kawaida sana. Yani unakaa kwa kawaida sana, hapana. Usiishi kimazoea, usiishi kimkumbo, hapana. Ishi kwa tafakari, ishi kwa lengo, kwa malengo, na sio tu naishi kwa sababu una pumzi, hapana. Utakufa. Kwa hiyo nataka tuangalie ulinzi wa Mungu siku hizi tulizo nazo. Ni kweli kuna mitego inategwa kwa lengo la kuja kuondoa maisha ya watu. Ni kweli. Nimekuambia mauti inakaa sehemu yoyote. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba hivi, watu wakapiga kelele wakasema mauti imo sufuriani. Kwa hiyo hata sufuriani mauti inakaa, hata kwenye chakula mauti inakaa. Bwana asifiwe sana mtu wa Mungu. Nataka unifuate kwa makini. Zaburi 91 mstari wake nianze tu wa kwanza. Anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu, anaishi chini ya kivuli cha Mungu mwenye nguvu. Anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu, anaishi chini ya kivuli cha Mungu mwenye nguvu. Ataweza kumwambia Mwenyezi Mungu, wewe ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninayemkutumainia. Hakika Mungu atakuokoa katika mtego. Hebu tuishi hapo. Nataka utafakari neno hili. Hakika Mungu atakuokoa katika mtego. Nimekuambia mtego ni chochote ambacho kinategwa kwa lengo la kukunasa mtu wa Mungu. Kwa lengo la kukunasa wewe. Kwa lengo la kukunasa wewe. Hapa siongelea wanyama, naongelea watu. Kwa lengo la kukunasa mtu wa Mungu. Kwa hiyo kwamba hakika Mungu atakuokoa katika mtego. Wajapotega mitego mingi sana, lakini hakika Mungu atakuokoa katika mtego. Mtu wa Mungu, ni kweli imeandikwa atakuokoa katika mtego kabisa. Lakini unaishije? Una maisha gani? Unatembeaje kwa namna gani?
Unasema kwani kuokoka ndio pointi ama sababu Mungu anatuokoa? Anasema hapana. Mungu anawalinda watu wote. Lakini sasa kuna ulinzi wa Mungu kwa watu wake na ulinzi wa Mungu kwa watu wa kawaida. Hilo lielewe mtu wa Mungu. Hilo lielewe sana hilo. Na ni kweli na amina. Lielewe sana hilo. Na ndio maana kuna majali ambayo sisi hatuyapati, lakini tunasikia kwa baadhi watu yanayana. Kwa baadhi ya watu kwamba wamepata ajali upande huo, lakini sisi tumekaa tu tunatulia. Hatuna wasiwasi, hatuna mashaka, hatuna woga. Tunaendelea na Mungu. Ukute ajali ambayo wewe ulitakiwa uipate, napata mtu mwingine. Nasema hapana, utajuta. Hata mtego atakukinga na maradhi mabaya. Bwana atakuokoa na mtego, sio tu mtego, atakulinda na hata yale maradhi mabaya ambayo umewekewa, ambayo unayo. Mungu atakulinda, atakukinga maradhi, magonjwa yoyote ambayo umewekewa, atakulinda na hayo, ili mtu wa Mungu usije ukaanguka, usije ukadhurika na chochote. Huo ni ulinzi wa Mungu kwa watu wake. Nimesema jambo la kwanza, ili kuepukana na hali hii, hata kama sio kwa kiwango kikubwa sana, jambo la kwanza la kufanya, dumuni sana katika kuomba. Ulinzi wa Mungu, mtu wa Mungu hauji kwa sababu tu wewe umeokoka unahubiri. Hapana, magoti haya, omba sana. Ulinzi wa Mungu unatafutwa kwa namna yoyote, kwa njia, kwa mazingira yoyote. Ulinzi wa Mungu unatafutwa. Sasa unakaa tu unapiga mne kwenye kiti, eti Mungu ananilinda, ananipigania. Utakufa. Mauti yako kasi sana. Utakufa. Atakufunika kwa bawa yake, utapata usalama kwake. Mkono wake utakulinda na kukukinga. Haya. Una haja ya kuogopa vitisho vya usiku, wala shambulio la ghafla mchana. Una haja ya kuogopa baa lizukalo usiku, wala maafa yanayokutokea mchana. Bwana asifiwe sana. Hebu tu mimi tu niishie tu hapa. Niishie tu kwenye andiko hilo. Sasa nataka niende kwenye andiko la hapa Zaburi 124 mstari wake wa 7. Anasema, nataka niishie kwenye andiko hili tu. Niishie hapa. Anasema hivi, mtego, Zaburi. Hebu niende kwenye Zaburi, kwenye tafsiri ambayo niko nayo hapa. Zaburi 124 mstari wa 7, ama nikianzia tu kwenye 6 pale. Sio mbaya, akijaribika chochote. Tuende hapa. Kama si Bwana. Okay, nianzie tu kwenye 1. Zaburi 124 1 anasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Hebu niende tu kwenye 2. Okay, 2. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka juu yetu. Hapo maji yangetugarikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Hapo yangalipita juu ya nafsi zetu maji ya furikayo. Na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kwa mawindo kwa meno yao. Na ahimidiwe Mungu wa kweli asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Hebu kwanza imagine Mungu atutoe kwa mawindo sisi. Sasa tutakuwa watu wa namna gani? Tutamezwa hai, tutatafunwa. Utabaki mifupa tu imetapakaa sehemu zote. Twende. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego
wa wawindaji, mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umetegwa, mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Unajua siku zote mtu huanza kujitabiria mema, unajitabiria uzima hata kama unaumwa, kwamba mtego umevunjika nasi tumeokoka hata kama hatujavuka mwaka. Lakini maandiko kwa wazi kwamba ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Nafsini mwako ukiwa mdogo, utakuwa utaendelea tu kuwa mdogo tu siku zote. Warumi yako wazi. Kwa roho mtu amini hata kupata haki, kwa kinywa ukiri atakupata wokovu. Kwa hiyo hata kama mwaka hatujauvuka, lakini tunaamini kwamba tutauvuka kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana mtu wa Mungu. Leo ni shetu hapa. Nataka tuanze vizuri na somo hili. Nataka unifuate kwa makini sana kwenye somo hili. Unifuate kwa makini sana. Nataka mtu wa Mungu unifuate vizuri sana kwenye somo hili. Nataka akili yako isikae kwamba mambo haya ni ya kawaida. Kwanza leo anza kujitabiria mema kwa jina la Yesu hata kama mwaka hujauvuka. Lakini kwa maneno ambayo unajitamkia mwenyewe, kwa asilimia kubwa utavuka mwaka. Kwa moyo mtu amini, kwa kinywa ukiri, atakupata wokovu. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa wokovu unadepend na maneno unayoyatoa kinywani mwako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nishaongea sana siku ya leo. Imekuwa day 1. Nataka mtu wa Mungu ujifunze mambo haya. Nataka akili yako ikae vizuri kwa asilimia zote. Omba ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa Mungu kulinde popote uendapo. Hebu nishie tu hapo siku ya leo. Mtakatifu uliye juu sana, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa upendo utupendaye pasipo kuangalia makosa na dhambi zetu, lakini Mungu kila leo unazidi Bwana kutupenda. Mungu unajikabidhi mikononi mwako pamoja na yule ambaye anaangalia video hii muda huu. Mungu namkabidhi mbele zako. Mungu mlinde mtu huyu. Mungu tulinde sote. Mwaka huu tulionao, Mungu tazama unaelekea ukingoni. Mungu tulinde sana. Katika mazingira mengi, katika maeneo mengi, Mungu tunakusii, Mungu nakusii, utulinde Bwana popote tuendapo, tulinde. Utuokoe Bwana na roho ya mauti. Mungu tusaidie sana. Mungu tulinde. Tuokoe Bwana katika hali hizi tulizo nazo. Mungu tusaidie sana. Mungu tulinde popote tuendapo, Mungu tulinde. Tusaidie Bwana. Tusaidie Bwana. Tunaomba neema yako tutangulie katika yote. Onekana Mungu katika yote. Ulinzi wako na uwe juu yetu kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Neema na amani ziwe na mtu wa Mungu. Nifuatilie, endelea kunifuatilia. Mungu akutie nguvu sana. Amen.